Kutokana na ugonjwa wa nijifunze nitafaidika nini, nijifunze nitapataje hela. Nimekuwa nikitoa masomo ya tehama, lakini nimekuja kuligundua hilo. Tunakuta najiuliza, sasa nikijifunza ugumu wote huu mimi nitapataje hela, hasa kupata hela lini wakati mwenyewe nina shida leo. Kitu ambacho kinaashiria kwamba unakuta mtu anataka kujifunza tehama, unakuta hata fedha hana, lakini hataki kujifunza tehama. Na kujifunza tehama gharama yake inakuwa ni bando tu sana sana. Kujifunza kwa vyanzo kutoka ndani kama Jikutage Tips ni gharama ni kidogo sana, labda na bando lako. Nataka niongee kwa sababu kwa nini ujifunze tehama wewe Mtanzania, wewe mtu ambaye ni jamii ya Kitanzania. Unaweza ukaangalia hali za hewa huko mtandaoni, watu wanapojivinjari huku na kule, na ukajua labda maisha ndio hayo ambao kwenye maisha ya kawaida yetu huwa tunasema ni ulimbukeni. Ulimbukeni ni pale ambapo labda umetokea familia ya hali ya chini, unapoenda kuishi na watoto watatu ambao wametokea familia nzuri, na wewe unajisahau kama umetokea familia ya kimaskini. Ndio ulimbukeni, wengine wanatafsiri namna nyingine. Sasa mimi naweza nikasema ni ulimbukeni katika tehama, pale ambapo unakwambia jifunze tehama kama umetokea hali ya chini, jifunze tehama kwa sababu saizi wakati tulionao ni wakati wa kidijitali. Kuna artificial intelligence, kuna vyanzo mbalimbali. Nataka nikwambie, ukitaka kufanya kitu chochote kwenye mtandao, labda yani vitu vingi vinakuhitaji bado ulipie. Hata ukisema ngoja ni skip hichi kipengele, ngoja niruke kipengele cha kujifunza tehama, si wengine wanaishi tu wenyewe au wanaishi wanatumia mitandao, wenyewe wana fedha. Je, wewe una hela ya kulipia labda matangazo? Labda una hela ya kununua tovuti ambayo imeshatengenezwa imekamilika? Je, wewe una hela ya kulipia artificial intelligence upate features ambazo ni nzuri? Unakuta wewe mwenyewe hela huna, hapo unakimbia kujifunza tehama. Ukumbuke kujifunza tehama ni sawa na kwamba mtu anaenda kununua sabuni dukani, lakini mwingine anajitengenezea. Yule ambaye anajitengenezea maisha yake sio ya gharama kama yule anaenda kununua. Kwa maana kama una hela ya kununua unakuwa huwezi kupata sabuni, lakini yule kama unajitengenezea ni kitendo tu cha kuingia polini kutafuta hiki na hiki kuchanganya kupata sabuni. Ndio hivyo kujifunza tehama. Kwa kujifunza tehama achana na swala kwamba si nipataje hela, itakusaidia kwenye mambo mengi ambayo utatakiwa kulipia, lakini ukiwa unafahamu hautatakiwa kulipia, utatengeneza tu wewe mwenyewe. Unaweza kununua kompyuta iliyooza ukainstall huko, ukafanya kompyuta hiyo ikawa ndio server, ukawa tena huwezi website kako hutakaosi tena kwenye kampuni za nje ambazo zinahitaji gharama. Kwa mfano unajifunza Java, ili host service za Java unahitaji kifaa ambacho kina CPU kubwa. Kompyuta tunafahamu gharama hivi inakuwa na CPU ambayo inaridhisha, lakini ukisema ugaramie cloud server zina gharama sana, hadi 800,000 kwa mwezi, hadi 700,000 kwa mwezi. Unakuta mtu huna hela. Sasa kujifunza tehama unaweza ukajikuta una host hata biashara yako kutoka nyumbani kwako, na router ambayo unalipia 50,000 kwa mwezi unlimited, au bando la kawaida tu kwenye simu. Kwa sasa unapoambiwa kwamba ujifunze tehama, sio kwamba eti unaenda kujifunza kuedit picha au unaenda kujifunza sio kuhack au kunini. Yani unajifunza zana mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia kwenye harakati mbalimbali za kitehama kwenye ulimwengu wa kidijitali. Ndio sababu hasa nimesitisha kidogo kufundisha, labda tuelewane. Nikirekodi vipindi kama hivi, labda naweza kumwambia mtu rejelea nimekufundisha, labda nimekusema sababu za kufanya wewe ubobee au jifunze tehama. Ni hivyo tu, leo nikasema ni share na wewe kidogo kuhusiana na hii, labda mtu anaweza akaelewa kidogo, lakini watu wamekuwa wagumu sana kuelewa. Hawaoni sababu ya kujifunza tehama. Mwisho wa siku ndo kama hivyo, mtu hawezi hata kuwasha VPN, mtu hawezi hata kuweka faili kwenye VPN atumie bure. Mtu hajui hata simu yake imezua kidogo au imejaa storage afutaje, hajui hata kulistore simu. Yani mtu unakuta yupo na huyo nilimbukeni, simu inanisumbua. Unakuta simu imefanya tu kitu ambako labda unafanya hivi unakatoa, lakini hicho kitu anaenda kuuza simu, anakuambia simu yangu inanizingua. Nimekutana na watu wengi sana wanunua simu milioni 3 anauza 500,000 kwa ajili, yani haoni
Yaani kwamba ni kwa nini? Yaani yeye alienda kununua tu ulimbukeni, lakini amekutana na shida, anauza 500,000, alinunuliwa 3,000,000. Ni kukosa elimu ya tehama. Kwa hiyo hivi vitu vidogo vidogo ukiwa unavifahamu kidogo inaweza kukusaidia kwenye harakati za hapa na pale. Asante, nafikiri tutakutana wakati mwingine pale nitakapokuwa nafundisha kitu kingine kuelekea kwenye safari ya kujifunza programming. Mimi nafundisha programming, mkufunzi wa tehama kwenye kipengele cha software development. Kwa hiyo niko kwenye ingekuwa ni kwenye mpira nasema kucoach. Ya kucoach. Ukiwa coach wewe huendi kucheza, una coach, unaelekeza kutokana na mapito ambayo umeyapita, kutokana na sayansi ambazo umezisoma, kutokana na sayansi ambazo umezisoma kuhusiana na hicho kipengele unachokuwa unakiongelea. Asante, nafikiri tutakutana kwenye wakati mwingine ili tuweze kufahamishana zaidi kwa ajili ya wote kusonga mbele na kunufaika na tehama na ulimwengu wa tehama.